Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni tena katika kipindi chetu cha Ijue Sheria. Karibuni sana. Jana tuliishia katika kuelewa sheria zimetoka kwa Mungu. Sheria zimetoka kwa Mungu. Kwa hivyo leo katika mwendelezo ule ule tutajaribu kufanya recap, alafu twende kwenye eneo lingine. Lakini kabla ya kufanya hivyo, basi tumshukuru Mungu aweze kumtuma malaika zake na Roho Mtakatifu wawepo hapa katika mkutano huu. Baba Mungu, asante kwa yote. Asante kwa mibaraka hii unaotupatia. Tunaukaribisha wewe ndio msemaji mkuu, na tuweze kukuelewa kwa nini Mungu ulitupa sheria. Tunakushukuru kwa yote tukiamini katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Sheria za Mungu ni maagizo. Sheria za Mungu ni maagizo. Ni maagizo kwa sababu ni kanuni ya Mungu anavyowapenda binadamu. Sheria za Mungu ni maagizo ya Mungu kwa sababu Mungu anawapenda binadamu. Anapenda binadamu tuishi maisha mazuri, maisha ya ustawi, maisha ya uadilifu. Ndio maana Mungu ameleta sheria. Kwa sababu sheria ambazo Mungu amezileta zinataka tuishi kwa haki. Tuishi kwa haki na upendo. Pasipokuwa na haki, ina maana hatuheshimu sheria za Mungu. Mathalan, wewe ni mkulima, una shamba lako. Unaponyang'anywa shamba lako, akachukua mtu mwingine, ukadhulumiwa, aliyefanya kitendo hicho anamkosea Mungu kwa sababu sheria ya Mungu inataka haki. Kwa hivyo sheria hizi zinajumuisha amri 10 za Mungu kama tunavyoziona katika kitabu cha Kutoka 20 mstari wa 1 mpaka wa 17, ambayo msingi wake ni maadili na ibada ya kweli kwa Mungu. Maadili na ibada ya kweli kwa Mungu. Sheria zimeletwa na Mungu ili kulinda mahusiano yetu kati ya mwanadamu na Mungu. Sheria zimeletwa na Mungu kulinda mahusiano yetu kati ya Mungu na mwanadamu. Kwa sababu Mungu pamoja na binadamu kufanya dhambi ile ambayo tumejifunza toka siku ya kwanza, bado Mungu anampenda binadamu. Ndio maana amemletea sheria ili aweze kurudi katika mstari. Kwa hivyo Mungu alipotoa sheria, anampa mwanadamu dira, mwelekeo wa maisha yake na mwongozo na maadili matakatifu. Kwa hiyo Mungu anapompa binadamu sheria, anampa mwongozo, anampa mwelekeo, anampa dira ili aweze kurudi katika njia kuu. Kwa sababu binadamu tumepotoka, badala ya kusimama katika njia kuu tumeenda pembeni. Na ndio maana Mungu analeta sheria. Lakini Mungu anatupa sheria ili sisi wanadamu tuwe na mahusiano mazuri kati yetu. Pasipokuwa na sheria ni fujo, ni kuoneana, ni dhulumati. Kwa hiyo sheria inaturudisha katika kuheshimiana, kuishi katika maisha yaliyo mema. Na ndio maana lazima tuijue sheria ili tumjue Mungu. Ili tunapomjua Mungu, ina maana tunaishi kiadilifu. Sheria zimetolewa na Mungu ili kuwa utambulisho kwa mwanadamu
kufahamu dhambi. Huwezi kuijua dhambi mpaka umejua sheria. Pasipokuwa na sheria hakuna dhambi. Kwa hiyo Mungu ameleta sheria tujue mapungufu yetu na dhambi tunazozitenda ili turejee katika mahusiano yetu mazuri na Mungu. Unapoijua sheria ambayo imetoka kwa Mungu, maana yake ni kwamba utapata baraka, kwani sheria huleta furaha, usalama na kweli. Lakini kama huendani na sheria, utimizi misingi ya sheria, itakuwa ni fujo, itakuwa ni malumbano, itakuwa ni mafarakano. Hata familia haziwezi kukaa pamoja kwa sababu tunafukuza Mungu, kwa sababu sheria inatukumbusha mambo yapi tunapaswa tuyazingatie. Kwa hiyo tukielewa sheria na tukafata sheria, itatusaidia kuleta mahusiano mazuri ya kibiashara, itatuletea mahusiano mazuri ya kufanya kazi, itatupa maisha yaliyo mema, kwa sababu tutafata misingi ambayo Mungu anataka tuifuate, kwa sababu Mungu ni mtakatifu. Sheria za Mungu zinataka tufikie utakatifu wa Mungu, na utakatifu wa Mungu ni kutozikunja sheria kwa manufaa ya binadamu. Tunaposoma kile kitabu cha Warumi, ile sura ya 13 mstari wa 10, inazungumzia pendo halimfanyii jirani neno baya, bali pendo ndilo utimilifu wa sheria. Kwa hiyo sheria za Mungu zimejaa upendo, na sisi binadamu tungefahamu nini maana ya upendo, pengine tungeacha kuvunja sheria, tungeacha kufanya dhambi. Yesu alifupisha sheria kwa amri kuu mbili. Moja, mpende Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote na akili zako zote. Hiyo ndio sheria Mungu Yesu ameifupisha. Amri zote 10 amefupisha kwa maneno hayo: mpende Mungu kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Lakini pia Yesu anatukumbusha mpende jirani yako kama nafsi yako. Tungependana sisi na tukakubali kufuata hizi sheria, maisha ya binadamu yangekuwa ni ya kustawi na ya kumpendeza Mungu. Lakini sheria pia hulinda haki za raia. Sheria hulinda haki za raia. Sheria inapopokonya haki ya raia, hiyo sio sheria, kwa sababu sheria ni kumpa raia haki yake. Watunga sheria na watafsiri wa sheria hawana budi kukumbuka haki haipokonywi. Ukipokonya haki umetenda dhambi. Watunga sheria na watafsiri wa sheria wanapofanya kazi zao, wahakikishe kwamba hawampokonyi mtu haki yake. Ukimpokonya mtu haki yake umetenda dhambi, na tunafahamu kabisa nini matokeo ya dhambi. Kwa hivyo FlexJobs is the #1 job site to find remote work from home, na wanapotoa haki kwa raia. Sheria hutoa mwongozo wa maisha mema. Sheria zinalinda tunu za haki, utu wa mtu uheshimiwe. Sheria inazuia ghasia, fujo, uharibifu, ili jamii iweze kustawi. Sheria huhamasisha mageuzi chanya, mitazamo inayochochea maendeleo ya watu binafsi na jamii kwa ujumla. Kwa hiyo sheria zimo kwenye sheria za nchi, na sheria za nchi zinapaswa ziheshimiwe, na watunga sheria wakafahamu haki za raia zina chimbuko kutoka kwa Mungu.
kwa sababu Mungu anataka haki, anataka mahusiano mema. Ukiangalia sheria mbalimbali za kimataifa au mikataba ya kimataifa tunayoita kwa Kiingereza international legal instruments, zinasaidia nchi mbalimbali kuweza kuheshimu uhuru, kuheshimu utu wa mtu na kuhakikisha kwamba haki za msingi za raia zinaheshimiwa. Haki za binadamu, Mungu anatambua haki za binadamu duniani kote. Ndio maana katika dunia yetu kuna kitu kinaitwa Tamko la Haki za Binadamu la mwaka 1948. Baada ya vita vya pili vya dunia, watu walikufa, watu walionewa, watu walichinjwa, watu walidhalilishwa, kina mama walibakwa, watoto waliuzwa, walifanyishwa mambo mabaya. Dunia ikakubaliana kwamba tunahitaji kuwa na tamko la haki za binadamu. Tamko la haki za binadamu la mwaka 1948 lilikuja kwa sababu binadamu ameasi kuheshimu haki na sheria za Mungu. Binadamu ameshindwa kuheshimu haki na sheria za Mungu. Haki hazitolewi na dola. Ni Mungu mwenyewe alipomuumba mwanadamu alimpa hizo haki na uhuru wa msingi. Tunaziita inherent and inalienable rights of human beings. Utu wa mtu hauwezi kubadilisha kwa sheria. Utu wa mtu unabaki pale pale. Kwa hivyo hata Mungu anasisitiza kwamba hata sheria za binadamu ziheshimu zile haki za msingi za binadamu. Zinaitwa Covenant for Civil and Political Rights. Zingine zinaitwa Covenant for Economic, Social and Cultural Rights. Kwa maneno mafupi zinaitwa International Bill of Rights. Manake ni kwamba hizi ni haki za msingi, kila taifa lazima liziheshimu. Nije nimalizie kwa kutoa mifano mitatu ili tuone uhusiano wa sheria za binadamu, sheria zinazotungwa hapa duniani na sheria ambazo Mungu amezitoa. Nianze mahusiano ya mme na mke. Sheria za Tanzania kuhusu hati miliki, yani of occupants. Kwa mfano, na nyumba na mali yote mke na mme. Huruhusiwi mme kwa mfano kuweka rehani ile hati bila kumhusisha mkeo. Huruhusiwi kuweka rehani hati ya nyumba bila kumhusisha mkeo. Ukifanya hivyo, mkeo akagundua umeweka rehani, nyumba imepigwa nada, basi mke atakuwa na haki ya kwenda mahakamani kudai haki yake ya msingi, kwa sababu mali mliovuna pamoja ni mali ya mke na mme. Kwa hivyo hiyo ni moja ya mfano na utoa. Mfano wa pili, kuna haki za wakulima na haki za wafugaji. Kuna ugomvi mkubwa sana katika baadhi ya maeneo hapa nchini. Unakuta mtu ana shamba lake, amelima, mvua zinanyesha, mahindi yanakuwa vizuri, anatarajia kuvuna. Ghafla mfugaji anapenda ng'ombe zake, yeye anaona ng'ombe ndo kila kitu, wanaingia kwenye shamba na kula yale mazao. Mfugaji amefanya kosa. Mfugaji amefanya kosa, hakupashwa kuchukua mifugo yake kuingia katika nini? Shamba la mkulima. Kwa sababu mkulima anategemea mazao ambayo ameyalima, na ili aweze kufurahia maisha yake anategemea hizi mvua zinazonyesha ili aweze kuvuna vizuri. Vivyo hivyo, mtu yeyote anapoingia kwenye zizi la mfugaji
akachukua mifugo yake bila kibali cha mfugaji akaiondosha, hilo ni kosa. Mfugaji ana haki ya kwenda katika vyombo vya dola ili mali yake ambayo imepokonywa iweze kurejeshwa. Mfano wa tatu, mwajiri hapashi kumwonea mwajiriwa. Mwajiri hapashi kumwonea mwajiriwa. Kama ana tatizo na mwajiriwa, basi anaweza akamwita akampa onyo. Na kama mwajiriwa ataendelea kufanya makosa, kuna taratibu zimewekwa, taratibu za mahusiano kati ya mwajiri na mwajiriwa, labor laws. Kwa hivyo mwajiri hata kama ana nguvu na mamlaka makubwa, ni lazima afuate zile taratibu ambazo sheria imeziweka. Anapotoa maamuzi, basi anayemtolea yale maamuzi awe amempa sababu na yeye amepata nafasi ya kujieleza na kusikilizwa. Mfano mwingine, wafanyabiashara, ili ufanye biashara yako ni lazima ufuate taratibu za biashara. Moja ya taratibu ni kupata leseni ya kufanya biashara. Kama unafanya biashara bila kuwa na leseni, ulipi kodi, hilo ni kosa. Ukikamatwa huna leseni, ulipi kodi, umefanya kosa. Kwa hiyo hapa duniani pia kuna sheria, kuna taratibu na kanuni ambazo sisi binadamu tunapaswa tuzifuate. La mwisho, sisi waumini wa dini mbalimbali na hasa wa Sabato tunawajibika kutoa sadaka, tunawajibika kutoa zaka. Hizi ni taratibu. Usipofuata taratibu, hakuna atakaye kufukuza, lakini Mungu anakuona utoi sadaka, utoi zaka. Kwa kumalizia, naomba wasikilizaji katika mitandao ya jamii na hapa kanisani Magomeni, sasa mniandalie maswali yenu ambayo mnataka mimi niweze kuyajibu. Nitayapata kutumia wanao ratibu hii program, ili sasa niende kujibu kiu yenu kama washiriki wa mada zetu. Kwa hiyo siku zilizobakia nitajikita kujibu maswali. Mnasemaje ndugu zangu? Ningependa nipate maswali mengi ili nikija hapa badala ya kutoa muhadhara, mimi sasa nitajikita kuelezea haki na utaratibu wa sheria za nchi na zile sheria ambazo tumejifunza katika kipindi hiki. Mnasemaje ndugu zangu? Nitafurahi sana wanaoratibu programu hii sasa badala ya mimi kuwa naongea, nisikilize shida zenu za kisheria, halafu mimi nione namna gani naweza nikatoa majibu, na pale nisipokuwa na majibu nitatafuta majibu. Baada ya kusema haya, basi naomba nimalizie kwa mambo machache yafuatayo. Sheria zinatoka kwa Mungu. Sheria zililetwa ili kumsaidia binadamu kuratibu maisha yake, aakisi tabia ya Mungu. Tabia ya Mungu ni utakatifu. Binadamu tunapaswa kuishi maisha matakatifu kwa kufuata sheria, kwa kufuata maagizo ya Mungu. Lakini hata hapa duniani sisi binadamu tunapaswa kufuata sheria, taratibu na kanuni. Usipofuata sheria, taratibu na kanuni, kuna adhabu. Dhambi ni kifo. Usipofuata sheria za nchi, kuna adhabu zimetolewa na sheria mbalimbali. Baada ya kusema machache, naomba basi niwakabidhi kwa Mungu. Mungu azidi kuwabariki tunapoendelea na program zinazofuata. Mungu abariki sana. Mm.
Unajua,